Kocha mkuu wa Azam FC Tausi amesema matokeo mabaya iliyopata timu hiyo katika mechi za hivi karibuni za Ligi Kuu Bara ni moja ya sababu za kurejesha haraka kambini wachezaji ili kujiandaa na mechi tatu za kufungia msimu zitakazoamua hatima yao ya CAF. Azam iliongolewa mapema katika Ligi ya Mabingwa Afrika iliyoshiriki msimu huu, ikiwa ni mara yake ya pili baada ya kuicheza mwaka 2015, lakini haipo katika mbio za ubingwa wa Ligi Kuu Bara wala kombe la shirikisho FA ilikotolewa raundi ya 32 na Mbeya City. Jambo hilo limeifanya timu hiyo kusaliwa na tumaini pekee la kutaka tiketi ya CAF kwa msimu ujao kwa kumaliza katika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu inaowania na Singida Black Stars, jambo linalompa pressure kocha Tausi aliyesema amewaita mapema kambini wachezaji na kuzungumza nao juu ya kufanya kila linalowezekana kumaliza vyema mechi zilizosalia. Azam FC imebakiza mechi tatu dhidi ya Dodoma Jiji iliyopangwa kupigwa Mei 13 kabla ya kuvaana na Tabora United na kumalizana na Fountain Gate zitakazopigwa kati ya Juni 18 na 22 kuhitimisha msimu, huku ikisikilizia pia matokeo ya Singida ambayo ipo nusu fainali ya kombe la shirikisho FA. Akizungumza, Tausi alisema hawajatimiza lengo hata moja msimu huu katika michuano walioshiriki, hivyo kilichobaki ni kutumia vizuri dakika 270 ili waweze kukusanya pointi 9 zitakazowafanya waendelee kusalia katika nafasi ya tatu, huku wakiombea mabaya Singida iliyopo nyuma yao. Singida imebakiza mechi 4 kiwamo kiporo dhidi ya Simba, na kama ikishinda zote itavuna pointi 12 ambazo kijumlisha na 53 ilizonazo zitaifanya ifikishe 65, mbili zaidi ya zinazoweza kufikiwa na Azam yenye 54 kwa sasa, ambayo ina mechi tatu mkononi na ikishinda itafikisha pointi 63 tu. Ni kweli hatuna matokeo mazuri baada ya kuenguliwa katika mataji yote tuliowania msimu huu. Nimewaita vijana wangu kambini haraka ili kujiweka tayari kwa mechi tatu zilizobaki. Haitakuwa rahisi, ila mipango inaendelea kusukwa na wachezaji wanatambua kazi tulionayo, alisema Tausi na kuongeza, wapinzani wanaotufukuzia nafasi ya tatu tumewaacha kwa pointi moja. Hii sio nzuri kwetu licha ya kuanza kwa ushindani mzunguko wa pili. Tumedondosha pointi nyingi na ndio lala salama, hivyo mikakati ni kuhakikisha hatudondoshi pointi hata moja kwenye mechi tatu zilizobaki, japo haitakuwa rahisi. Tausi alisema katika mechi 5 zilizopita za ligi wamepoteza pointi 6, wakifungwa mechi 2 na kukusanya 9 baada ya kushinda 3. Wanahitaji matokeo mechi 3 ilikuwa na mwendelezo wa mechi 4 mfululizo kujiweka kwenye nafasi nzuri ya ushiriki kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika. Ni ligi tu ndio inatupa uwakilishi shirikisho, hivyo tunahitaji kujiweka nguvu zaidi ili tupate uwakilishi huo. Wachezaji wanatambua umuhimu wa kupata matokeo kwenye michezo hiyo mitatu, na tumekaa na tukapanga mikakati njia gani tunafaa kupita ili tufikie malengo. Tausi ana uzoefu mkubwa wa ukocha, akifanya kazi na vilabu na timu za taifa kwa zaidi ya miongo miwili, akiwa amezitumikia timu mbalimbali za Morocco kama Raja Casablanca, RS Berkane na FAR Rabat. Tausi pia ameweza kufundisha vilabu vya Algeria kama ES State na Olympic. Uwezo wake wa kimkakati umemwezesha kuvinua vikosi tofauti na kufikia mafanikio muhimu. Kwa upande wa timu za taifa, Tausi amewahi kuinua timu ya taifa ya vijana ya Morocco pamoja na timu ya wakubwa na kumjengea jina kubwa katika soka la kimataifa. Mafanikio haya yamempa umaarufu na kuwa mmoja wa makocha bora katika ukanda wa Afrika Kaskazini. Tausi alianza safari yake ya ukocha kwa mafanikio makubwa mnamo mwaka 1994. Aliteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa ya vijana wa Morocco chini ya miaka 20, ambapo alidumu hadi mwaka 1997. Mafanikio yake yalimfungulia milango ya vilabu vingine vikubwa kama Raja Casablanca na FAR Rabat. Akiwa FAR Rabat aliongoza timu hiyo kwa vipindi tofauti kuanzia mwaka 1998 hadi 2021. Alifanya kazi kama mkurugenzi wa michezo wa klabu ya Al Ain FC ya Falme za Kiarabu mwaka 2006, nafasi iliyomjengea uzoefu mkubwa katika usimamizi wa timu na mbinu za kimkakati. Mbali na kazi ya ukocha, alihudumu kama mkurugenzi wa kiufundi katika vilabu mbalimbali, na hii ilimpa Tausi maarifa ya ziada katika usimamizi wa soka. Tausi anaamini katika nidhamu na mpango wa muda mrefu wa timu. Amefanikiwa kuzipa mafanikio timu alizofundisha kama vile Raja Casablanca, RS Berkane,
Kwa Azam FC, klabu ina matumaini kuwa kocha huyo ataongeza nguvu na ufanisi katika harakati zao za kutoa mataji ndani na nje ya Tanzania. Azam FC ndiyo klabu ya kwanza Tausi kuinoa ukanda wa Afrika Mashariki. Hii inampa changamoto mpya ya kuhimili mazingira mapya ya soka la Tanzania na kuhakikisha kuwa Azam FC inapata mafanikio makubwa kwenye mashindano yote. Ni fursa pia kwa wachezaji wa Azam FC kujifunza kutoka kwa kocha mwenye uzoefu mkubwa na rekodi ya mafanikio. Kwa mashabiki wa klabu ya Azam FC, uteuzi wa Tausi unaendelea kuwapa matumaini makubwa, hasa ikizingatiwa historia yake ya kufundisha timu kubwa na uwezo wake wa kubadili mwelekeo wa klabu kuelekea ushindani. Uwanja inaotumia ni uwanja wa Azam Complex. Kocha wao ni Rashid Tausi, mmiliki Bakhresa Group, ligi kuu Tanzania bara. Mahali ni Dar es Salaam. Azam FC wameshinda vikombe 11 ya ligi kuu, rekodi 5 ya kombe la Mapinduzi, 2 ya kombe la Kagame, 1 ya kombe la FA Tanzania na ngao ya jamii 1. Msimu wa 2013-2014 Azam FC ilitoa ubingwa wa ligi kuu bila kufungwa, na kwa kufanya hivyo klabu hiyo ikawa ya pili baada ya Simba kushinda ligi bila kupoteza mchezo wowote. Azam FC walikuwa hawajafungwa kwenye ligi mechi 26 katika mwendo uliodumu kwa miezi 38 kutoka mzunguko wa 18 msimu wa 2012-2013 hadi mzunguko wa 4 2014-2015. Mwaka 2015 klabu hiyo ilikuwa ya kwanza katika historia ya klabu ya Tanzania kutoa kombe la Kagame bila kuruhusu bao. Azam FC ilianza kama Mzizima FC tarehe 23 Julai mwaka 2004. Klabu hiyo iliyoanzishwa na wafanyakazi wa kiwanda cha kusaga unga wa ngano cha Mzizima kinachomilikiwa na kampuni ya Said Salim Bakhresa iliyopo Banda la Ngozi, barabara ya Nyerere, Ilala, Dar es Salaam.